Hujambo na karibu ndani ya JCTV, ni chombo chako cha habari cha mtandaoni kutoka mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Hapa tunakuletea taarifa sahihi, za haraka na zenye uhakika kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na zile ambazo zinamgusa mkongomani aliye nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunakuletea habari za siasa, uchumi, mazingira, jamii, michezo na kadhalika. Ndani ya taarifa zetu utapata uchambuzi kutoka kwa wachambuzi wetu, lakini pia ripoti mbalimbali kutoka kwa maripota wetu. Leo ni Ijumaa, Mei 22, 2026. Tulionayo asubuhi ya leo. Tume ya haki za binadamu ya Afrika Kusini imetoa wito wa utulivu, huku wahamiaji kadhaa wakiendelea kupiga kambi nje ya ofisi za UNHCR mjini Durban wakitafuta hifadhi. Hali inaendelea kuwa mbaya, jinsi siku zinavyoendelea na ndio jinsi hali inaendelea kuwa mbaya zaidi. Ni sauti yake Asokolo Itabelo Ebolonga Bohimo. Utamsikia baadaye kwa undani kutoka Durban. Na takriban watu 17 wauawa katika shambulio la ADF huko Mombasa mkoani Ituri. Kuna hayo na mengine mengi. Naitwa Bedi Jean de la Croix, niseme karibu. Na sasa tuangazie kwa kina taarifa zetu. Tume ya haki za binadamu ya Afrika Kusini imetoa wito wa utulivu, huku wahamiaji kadhaa wakiendelea kupiga kambi nje ya ofisi za UNHCR mjini Durban wakitafuta hifadhi. Awali nilifanya mahojiano na Sokolo Itabelo ambaye ni mkazi wa Durban, ambaye pia ni miongoni mwa watu waliopiga kambi katika ofisi za UNHCR huko Durban. Nilitaka kufahamu kutoka kwake hali ikoje kiujumla katika ofisi za UNHCR mjini Durban. Asokolo Itabelo Ebolonga Bohimo lianza kwa kufafanua zaidi. Taomba samani kwa sababu ya sauti. Kwa uhakika ni kwamba hali sio nzuri, hali inaendelea kuwa mbaya. Jinsi siku zinavyoendelea na ndio jinsi hali inaendelea kuwa mbaya zaidi. Na sasa hivi tumefikia hatua pale jana ya kuambiwa kwamba tukusanye vitambulisho vyetu na viende kuchunguzwa kama ni vitambulisho halali. Mimi mwenyewe tayari natoka pale ofisini, kitambulisho changu kishachunguziwa. Na hapa nimerudi mahali ambapo wakimbizi waliopokuwa wengi wamekutana hapa Jakonia. Alafu wahalifu pia na wenyewe wamekuja kuwafuatilia watu mahali hapa na wana hali ya kuleta fujo. Na maana kuna msongamano na hali ya fujo kwamba vile watu wanaweza wakafikisha hali ya magombano. Lakini polisi pia inaonekana hofu ni kwamba polisi ifanye kazi yao kihalali na inavyostahili. Lakini hali kwa siku ya leo haionekani kuwa mzuri kabisa. Utaratibu tuliokuwa nao na tumekubaliana na serikali tumeuanza, lakini sasa wahalifu ndio wamekuja kusogelea na kuanza tena kuvuruga watu mahali ambapo walikuwa wamefikiria wamestarehe na kujaribu kupata salama na amani. Kwa nini wamewafuata mpaka huko? Jambo la kufuata watu mpaka mahali hapa siwezi nikakwambia kwamba linajulikana, lakini madai ni yale ni kwamba wahitaji wakimbizi katika nchi yao. Sasa hivi lugha kwanza imebadilika. Lugha ambayo walisumbua watu na kuharibu mali za watu huko kwenye nje, waliongea kwamba watu hao hawana vitambulisho. Lakini leo wamebadilika lugha kusema kwamba sijui ni kwa sababu taarifa imetolewa kimataifa kwamba wakimbizi watachunguzwa vitambulisho vyao na wamekubali ni kama vile vitambulisho viko halali. Sasa wamebadilisha kauli na kusema hawahitaji mkimbizi, uwe na kitambulisho usio na kitambulisho, hawahitaji mkimbizi katika nchi yao. Na wanakuja hapo kusema kwamba bado hapa ni katika nchi yao, bado hapa ni kwao, tuondoke, hawahitaji wakimbizi katika nchi ya South Africa. Umesema wamempeleka vitambulisho vyenu kwenye idara ya uhamiaji kwa ajili ya uchunguzi. Nini kinafuata baada ya hatua hiyo? Ni mshangao mkubwa. Hatua hiyo imechukuliwa baada ya ofisi ya uchunguzi wa vitambulisho kuongea kwamba ni uhakika wakimbizi waliokuwa wengi hawana vitambulisho. Na baadaye tukawa tumekubaliana kwamba tulete vitambulisho kwenye ofisi zao waweze kuvichunguza, na baada ya kuvichunguza ndipo tutaanza utaratibu mwingine uliokuwa mpya, kwa sababu ombi ambalo tunalo ni kuhitaji kwamba sisi tulindwe na mali zetu na tupata usalama na amani katika nchi ya South Africa. Na maana tulifikiria kwamba tukimaliza hatua hii ya kuchunguza vitambulisho, baadaye tutaingia kwenye hatua ya kusema kwamba watu wameharibiwa kazi zao, watu wamezuiliwa wasifanye kazi zao, kazi zifunguliwe na watu waanze kufanya kazi kawaida. Lakini pia kuna mahali ambapo za hospitali, kuna hospitali ambapo watu hawaingii. Tungeanza kufanya ombi. Kwa uhakika mnaona tunavyo vitambulisho na tunazuiliwa kule na hivi vitambulisho kwamba sio halali.
mwaondoe watu ambapo wenye kwenye hospitali, tuanze kuingia kwenye hospitali kihalali. Lakini kwa hii hali ambapo inatokea kwa sasa hivi, na nafikiria ombi litabadilika, na sisi pia tutaomba kwamba hiyo ni serikali ingilie kati itusaidie, ili iweze kuangalia namna gani ya kuwasaidia watu ambao kwa tuna siku ya 3 sasa hivi, siku ya 4 sasa hivi bado hatujapata chakula wala maji mahali hapa, hatuna msaada wowote. Lakini pia ni kwamba kiwango cha watu wanaposumbuliwa huko nje kinaongezeka kwenye maeneo mbalimbali, na hivyo watu wamekuwa wengi hapa. Kwani UNHCR yenyewe inasemaje kuhusiana na sakata hili mpaka sasa, Asokolo? UNHCR haina nguvu katika nchi ya South Africa. Hilo swala tumejaribu kulitoa kama vile hoja wakati tulipokutanana na waziri wa mkoa ambaye anayeshughulika na masuala na mambo ya ndani. Sasa ametuambia kwamba wao ni serikali, wao ndio wanaoshughulika na masuala ya wakimbizi, na kama yameshindikana wao wataamua kwamba wameshindwa, hapo ndipo hiyo ni sahara itakuja kuingia. Ndio maana hataki kulisikia hilo. Lakini kama vile viongozi tumeanza kuchukua hatua ya kuanza kuandikia ngazi zingine, lakini pia kwenye mamedia kuanza kulalamika na kuita shirika za kimataifa ambazo zinazoshughulikia swala la wakimbizi kuingilia ndani na kutusaidia ipasavyo kama vile wakimbizi. Okay, tumalizie na hili. Tunaambiwa kwamba baadhi yenu mmepiga kambi katika ofisi za UNHCR tawi la Durban hapo, na kwa taarifa tulizonazo tunaambiwa kwamba mumepewa hadi saa 6 mchana mumeondoka. Taarifa hizi ni za kweli? Unaweza kuthibitisha taarifa hizi? Hizo taarifa ni za uongo. Ni kwamba wanaotoa hiyo kauli ni wahalifu, wala ambao wanadai kwamba wafukuza watu katika nchi yao. Hawana vitambulisho halali wala hawana ule uwezo na mamlaka ya kuanza kuchunguza watu vitambulisho, na wajui kama nani ana kitambulisho na nani hana kitambulisho. Kwani ni wananchi wala ambapo ni wahalifu ndio wametoa kauli ya kusema kwamba watu baada ya hizo saa watoke. Lakini kama serikali haijatoa hicho, bado sisi tunaendelea na mkakati ambao tumekubaliana na serikali kuchunguza vitambulisho na mengineyo yatafuata baadaye. Ni Asokolo Itabelo huyo ambaye nimefanya naye mahojiano hivi punde. Kwingineko ni kwamba takriban raia 17 waliuawa Mei 19 katika shambulio linalodaiwa kufanywa na waasi wa ADF katika kijiji cha Alima wilayani Mombasa mkoani Ituri. Miongoni mwa waathirika hao wamo pia watu wawili wa jamii ya Mbilikimo, kwa mujibu wa vyanzo vya mashirika ya kiraia. Washambuliaji hao walidaiwa kuonekana kwanza pembezoni mwa kijiji hicho majira ya saa 5 asubuhi kwa saa za huko, ambapo watu wawili waliripotiwa kuuawa kabla ya kushambulia katikati ya Alima, licha ya tahadhari iliyokuwa imetolewa kwa vyombo husika, kulingana na vyanzo vya eneo hilo. Wakati wa uvamizi huo, hoteli moja, vibanda kadhaa vya biashara pamoja na pikipiki zilichomwa moto. Mbuzi pia walichukuliwa na waasi hao. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, watu wengine wengi bado hawajulikani waliko, huku baadhi ya maeneo yakiwa bado magumu kufikika. Asubuhi ya Mei 20, washambuliaji hao walidaiwa kuendelea kuelekea kijiji cha Manyama, ambako raia wengine wawili waliripotiwa kuuawa na nyumba kadhaa kuchomwa moto. Baadhi ya wakazi pia walidaiwa kutekwa nyara. Kutokana na hali hiyo, viongozi wa mashirika ya kiraia wanazitaka mamlaka za kijeshi kuimarisha haraka usalama katika vijiji kadhaa vya eneo hilo ambavyo kwa sasa vinakabiliwa na tishio la ADF. Alipowasiliana na vyombo vya habari, msimamizi wa wilaya ya Mombasa aliahidi kutoa tamko baadaye kuhusu swala hilo. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na washirika wake watoa vijiji vitatu vingine na kulikaribia eneo la Rubaya baada ya Kinigi. Mapigano kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC likisaidiwa na wapiganaji wa wazalendo dhidi ya waasi wa AFC M23 yanaendelea katika sekta ya Katoi wilayani Masisi mkoani Kivu Kaskazini. Mei 21, baada ya kuanguka kwa kijiji cha Kinigi, FARDC ambalo ni jeshi la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kushirikiana na wazalendo waliwafurusha waasi kutoka vijiji vingine vitatu vya Nyakigano karibu na Ngungu, Kawere na Chugi. Baada ya vijiji hivyo kurejeshwa chini ya udhibiti wa serikali, muungano wa FARDC na wazalendo nazidi kulikaribia eneo la migodi la Rubaya baada ya pia kudhibiti maeneo mengine kadhaa katika sekta ya Katoi, ikiwemo vituo vya Gasenyi na Kokwe karibu na Kinigi. Kwa mujibu wa vyanzo vyetu, mapigano makali yanaendelea umbali wa takriban kilomita 15 kutoka Kibabi, ambapo milio ya silaha nzito na ndogo inaendelea kusikika.
Tangu mwanzo wa wiki, muungano wa FARDC na wazalendo ulianzisha mashambulizi dhidi ya ngome za waasi katika sekta ya Katoi, ambapo vijiji kadhaa vinaendelea kurejeshwa chini ya udhibiti wa jeshi la serikali likisaidiwa na wazalendo. Kwingineko ni kwamba mapigano yalizuka tena usiku wa kuamkia Mei 21 kati ya jeshi la FARDC likisaidiwa na wapiganaji wa wazalendo na waasi wa FCM23 katika vijiji vya Rungoma, Kashesha na Muhanga vilivyopo Baransuka katika grupementi ya Kisimba wilayani Walikale, Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa vyanzo vya karibu, waasi hao walishambulia nafasi zinazodhibitiwa na vikosi vya serikali pamoja na washirika wao katika vijiji hivyo vitatu baada ya kusukumwa kutoka Katobo kuelekea Ihula siku moja kabla. Mei 21 asubuhi, mapigano yaliendelea katika eneo hilo kwa matumizi ya silaha nzito na ndogo, hali iliyosababisha hofu kubwa miongoni mwa wakazi. Vyanzo hivyo vinaeleza kuwa raia wengi tayari walikuwa wamekimbia vijiji hivyo tangu mashambulizi ya kwanza ya Katobo mwishoni mwa wiki iliyopita. Kupitia mashambulizi hayo ya mara kwa mara, waasi wanadaiwa kutaka kupanua eneo lao la ushawishi baada ya kupoteza maeneo ya Mpeti na Minjenje wakati wa kujiondoa kwao zaidi ya miezi miwili iliyopita. Hadi sasa idadi ya waliouawa au kujeruhiwa katika mapigano yaliyozuka usiku uliopita bado haijajulikana kutokana na eneo hilo kuendelea kushuhudia mapigano. Hata hivyo, vyanzo vya kimila vinaripoti kuwa FARDC pamoja na wazalendo bado wanadhibiti eneo la Katobo. Na walinda mazingira wawili wauawa katika shambulio la silaha ndani ya hifadhi ya Virunga. Walinda mazingira wawili waliuawa katika shambulio la silaha lililotokea Mei 21 huko Kamuororo, kando ya ziwa Edward, kati ya Nyakakoma na Charuganda ndani ya hifadhi ya taifa ya Virunga wilayani Ruchuru, Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa vyanzo vyetu, shambulio hilo lilifanywa na wanamgambo wa Maimai wanaoongozwa na Auguste Bengebenge. Hata hivyo, mazingira halisi ya tukio hilo bado hayajafahamika. Vyanzo vya eneo hilo vinaeleza kuwa waathirika hao wawili walikuwa sehemu ya kundi la walinda mazingira walioajiriwa mwaka 2017. Vyanzo hivyo pia vinahofu kuwa idadi ya vifo inaweza kuongezeka. Uongozi wa mkoa wa taasisi ya Kongo ya uhifadhi wa mazingira ICCN umethibitisha tukio hilo. Katika taarifa yake, ICCN imesema kuwa kitendo hicho cha kihalifu kinatokea wakati ambapo taasisi hiyo inaendelea kufanya juhudi kubwa kuhifadhi hifadhi ya taifa ya Virunga licha ya mazingira magumu yanayosababishwa na migogoro ya silaha. Eneo la sekta ya kati ya hifadhi ya Virunga, hasa maeneo yanayozunguka ziwa Edward, limekuwa likikumbwa mara kwa mara na mashambulizi dhidi ya walinda mazingira pamoja na vituo vya uhifadhi. Ni mwisho wa habari zetu. Naitwa Bedi Jean de la Croix. Kwaheri kwa leo.